Mechi ya kimataifa na wananchi wamecheza kimataifa. Nafikiri tangu msimu huu uanze, leo Yanga wamecheza mechi vizuri sana kwa muda mrefu uwanjani. Na katika matukio mengi walikuwa sharp sana kufika kwenye matukio ya mpira. Walishinda mipira mingi, hasa ile ya pili katika maeneo mazuri uwanjani. Energy level ilikuwa nzuri, na nzuri zaidi hakukuwa na abiria uwanjani pale ambapo timu inatakiwa kujilinda. Yanga walikuwa wamejiandaa kuzuia njia yoyote ile ambayo ingejitokeza ya pasi ya ndani kutoka kwa AS FAR Rabat. Angalia muundo wao wa 4-1-4-1 bila mpira. Viungo wawili kati ya watatu wakati wanasogea juu ya mstari mmoja, na wachezaji wa pembeni Pacome, Maxi, Muda, Celestine kuwa nyuma ya Dube. Kwa nini? Moja, AS FAR Rabat ilionekana wanakuwa bora kucheza kupitia kati, central progression, kwa hiyo Yanga wakafunga ndani. Mbili, inawawezesha kuwa na wachezaji wengi mbele endapo wakipora mpira, yani turnovers. Tatu, wanalazimisha AS FAR Rabat kucheza mipira mirefu ambayo mara nyingi Yanga walitumia kushinda second balls. Nafikiri AS FAR Rabat walikuwa wanacheza wakiwa wanatafuta alama moja kuanzia hatua ya makundi, lakini bahati nzuri kwao, licha ya kupoteza leo, hawajapoteza vibaya. Idadi ya nafasi bora ambazo Yanga walitengeneza, basi AS FAR Rabat leo hata mpango wao wa alama moja ulikuwa unaharibika pakubwa, tofauti na kichapo cha bao 1-0. Yanga na matumizi ya wide overloads leo yalikuwa sumu kwa AS FAR Rabat. Yaani wanatumia wachezaji wengi pembeni, kushoto Zimbwe, Pacome, Maxi Nzengeli, kulia Israel, Patrick Mwenda, Celestine kuwa na pamoja na Modasir Yahya. Hii ilifanya Yanga kuwa moja, kufanya uwanja mpana sana hasa wakivuka mstari wa kati. Mbili, wide combination ya haraka ilikufika katikati ya fullback na beki wakati wa AS FAR Rabat. Tatu, option nzuri ya kufanya cutbacks ambayo hawakuitumia kwa makali sana, licha situation ya kufanya hivyo kuwepo. Notes: moja, Abuya anafanya kazi yake kimya kwa ufanisi. Mbili, Tongnaut amepunguza sana idadi ya magoli ya kufungwa ya AS FAR Rabat. Tatu, Carneiro yupo strong sana lakini alikosa msaada wa winga wake. Nne, pasi ya Muda moto. Movement ya Dube, ile touch yake ya kwanza kichwa ndiyo imemweka sehemu sahihi ya kufunga. Tano, Pacome huyu mwamba hakuna tena maelezo yake. Top player fitting Africans. Moja, AS FAR Rabat kutokea Zanzibar 0. Ni mchezo uliochezwa leo katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, Young Africans ikikaribisha AS FAR Rabat katika mchezo wa kwanza wa makundi klabu bingwa barani Afrika, ambapo wananchi Young Africans kwa goli moja la Prince Mpremelo Dube limewapa alama 3 dhidi ya AS FAR Rabat, Waarabu kutokea Morocco. Mchezo uliochezwa majira ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Wananchi hawajaondoka kinyonge pale New Amani Complex, wameondoka na vibe. Nikumbuka kuwa ni vyema kuchukua alama 3 hata kama umefunga goli moja, lakini si kuacha alama 3, kwani ni gharama kubwa kuilipia. Hatua nzuri kwa upande wa Young Africans, wameanza vizuri. Endelea kutufuatilia, usisahau like, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Liza Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.